بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kwa wale ambao kwamba hawajapata hizi karatasi wataangalia na wenzi wao mpaka inshallah wiki ijayo tutaomba zitoke kwa ziada zaidi inshallah biidhnillah tabaraka taala. Baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehema na amani mtukufu wa daraja mtume wetu bwana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, tunamwomba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kama vile alivyotukusanya hapa kwa pamoja katika nyumba yake hii tukufu, tunamwomba Rabbi kwa ukarimu wake na rehema zake akatukutanishe pamoja na kipenzi chake mtume wake bwana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam katika pepo yake ya juu al-Firdaus al-A'la, Allahumma amin. Ikhwata al-iman, tukiwa tuko kwenye darasa yetu ya siku ya Jumamosi, tukiwa tuko kwenye utangulizi bado wa mada ya mirathi, tukiwa tuko katika somo letu la pili la utangulizi, bado tujaingia kwenye mirathi wenyewe, na juma lililopita tulianza baadhi ya mambo na leo nitarejea tena kwa sababu wiki iliyopita hatukuwa na haya makaratasi, na kina mzee Majidi na wengine waliomba kwamba tuwe na hizi karatasi ili kudhibiti fikra zetu, tuwe pamoja kwenye hii darsa. Kwa hiyo nitatumia kusoma hii karatasi, na ikiwa kuna chochote ambacho kwamba hakijafahamika, darsa hii ni maftuh, iko wazi, mtu aulize na aelewe. Natamani kwamba tukitoka hapa huu mukaddima tuwe tumeuelewa, ili tukiingia kwenye mirathi tunakuwa tuko kwa pamoja sote, hatujatengana katika mada. Utangulizi niliozungumza katika hizi karatasi, mwanzo tumesema shukrani ni za Allah subhanahu wa ta'ala, mwenye sifa zote za ukamilifu, asiyekufa wala kuondoka, aliyesema kwenye kitabu chake inna nahnu narithu al-ardha wa man 'alayha wa ilayna yurja'un. Mtaona katika hii aya mwanzo hapa nimetumia neno inna nahnu narithu al-ardh, tumetumia neno mirathi mwanzo tu wa mukaddima. Katika utaalamu wa masomo huu wanauita bara'atul istihlal, yani katika utangulizi mtu unaashiria utangulizi wako neno ambalo kwamba utalolizungumza. Kwa mfano, umealikwa kwenye ndoa uozeshe, yapendeza ule mukaddima wako uwe unaashiria mambo ya ndoa, na ukienda kwenye msiba unataka uzungumze, basi vile vile mukaddima wako uashirie katika mambo ya nini, ya msiba. Kwa hapa tumenukua aya ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala inasema inna nahnu narithul ardh, neno mirathi lipo hapo, wa man 'alayha wa ilayna yurja'un. Rehma na amani zimwendee mbora wa viumbe mtume wetu bwana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, aliyekuja kutoa watu kwenye viza vya upotevu na kuwapeleka kwenye nuru ya uongofu, pamoja na jamaa zake na masahaba wake na kila aliyefuata mwenendo wake mpaka siku ya kusimamishwa viumbe mbele ya mahakama ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa ajili ya malipo. Baada ya kusema hayo, napenda nitangulize shukrani za dhati kwenu nyie mnaonisikiliza, tunaosoma kwa pamoja hapa, kwa msomaji na msikilizaji vikaratasi hivi vidogo ambavyo vimeandaliwa na mimi dhaifu kabisa, sistahiki kuandaa vitu hivi, lakini kwa kuwa hakuna waandaaji, basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametujalia sisi tuweze kuandaa jambo hili. Namuomba Karima akatukutanishe mimi pamoja na nyie na vipenzi vyetu katika pepo ya juu al-Firdaus al-A'la, Allahumma amin. Sababu ya kuandika karatasi hizi au kuandaa darasa hizi katika msikiti wetu huu uliopo maeneo haya ya Toba Makorora, maeneo Makorora, tunakuwa na darsa katika kila siku ya Alhamis na Jumamosi. Katika darsa ya Alhamis ulitumia katika kuzinyoosha na kuzirudisha nyoyo, kuziburudisha nyoyo kwa kusoma visa vya wema waliotangulia.
jambo ambalo hutujenga katika kufahamu jinsi wenzetu walipigana na nafsi zao na jinsi walivyoitazama dunia. Katika darasa hii tunakuwa kama nyuki kwa kuchagua katika kila bustani ua, ili mwisho tuondoke na kilicho na manufaa katika maisha yetu. Yani darasa ya siku ya Alhamis. Ama siku ya Jumamosi tunakuwa tunaogelea katika bahari nyingine, bahari ya hadithi za Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, huku tukitumia Riyadhus Salihin kama chombo chetu kutuvusha katika bahari hiyo. Humo mwenye kuzama, yani kwenye hicho kitabu cha Riyadhus Salihin ambacho huwa tukisoma katika siku ya Jumamosi, mwenye kuzama kwenye bahari hiyo hurudi juu akiwa na lulu za tabia njema zilizojipamba na zilizozunguka katika mazungumzo yake na vitendo vyake. Na wakati tukiwa tumo katika kutafuta yaliyomo kwenye bahari hiyo, tulikubaliana kubadilisha aina ya bidhaa yetu wakati wa kuzamia huko, kutoka kwenye hadithi mpaka kwenye mirathi. Na hili ni sawa na kutoka kwenye mto wa asali kwenda kwenye mto wa maziwa. Na baada ya kukubaliana hayo, nikaona kutokamana na rai ya baadhi ya ndugu zetu, tuweke karatasi iwe kama njia na barabara yetu katika bahari hiyo, kuepuka mawimbi mazito na upepo mkali kiasi ya kupoteza fahamu wakati wa safari hiyo. Namuomba Allah niwezeshe katika unahodha huu na anijalie nifikishe chombo katika nchi kavu kikiwa salama na amani, na awezeshe wasafiri wenzangu kupata katika bidhaa hizo huku wakiwa katika amani. Allahumma amin. Hiyo ni kama utangulizi. Umuhimu wa somo hili la mirathi tunalolisoma, umuhimu wake ni kitu gani? Bila shaka somo hili lina umuhimu mkubwa katika maisha yetu, na umuhimu huu unakuja kutokamana na kitu ambacho chaambatana na somo wenyewe, kitu ambacho kukipenda binadamu ni maumbile, bali ndio chanzo kikubwa cha magomvi katika haya maisha ya kidunia. Anasema Allah katika kitabu chake kitukufu, Allah anabainisha katika kitabu kwamba hicho kitu kinachoambatana na elimu ya mirathi ni kitu cha maumbile, kaumbiwa binadamu kukipenda na kuwa nacho karibu. Zuyina linnasi hubbu shahawati minan nisa'i wal banina wal qanatir al muqantara min al dhahabi wal fidda wal khayl al musawwamati wal an'ami wal harth dhalika mata'u al hayati ad dunya. Aya hii inaonesha kwamba suala la kupenda mali na mengineyo yaliyotajwa katika aya hii ni jambo la kimaumbile. Kwa ajili ya hiyo Allah akaleta taratibu mbalimbali za kudhibiti suala hili, kama vile akaeka zaka, akaeka sadaka, akaeka hayo mambo ya mirathi, akaeka mambo ya hivi, ili kuzuia nini? Fujo isije ikatokea kwenye jamii. Bali zimekuja aya nyingine zikionesha kwamba suala la mali ni suala zito na mtihani na ni fitna kwa binadamu. Lau kama hatatanguliza dini mbele, basi huenda akaharibu maisha yake ya duniani na maisha ya akhera. Allah anasema kwenye Qur'an al-Karim, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitna. Akasema katika sehemu nyingine, innama amwalukum wa auladukum fitna wallahu indahu ajrun adhim. Bila shaka baada ya kuzisoma aya hizi utukufu, utakubaliana na mimi kwamba hili somo lina umuhimu wake, na umuhimu wake umekuja kwa kuambatana na kitu kizito katika maisha yetu. Na kwa kuwa binadamu katika maisha haya ya kidunia anaminyana kutafuta mali, kujenga majumba, kununua ardhi, mashamba, binadamu huyu hatakuwa na raha ikiwa hatojua baada ya kuondoka mali yake itakuwa vipi na nani atakayemiliki. Hatojua, unahangaika huku na huku, hujui ukiondoka nani atakayokuja kuisimamia mali yako, hutakuwa na raha. Na ndio hapo Uislamu ukaleta mfumo mzima wa kumtuliza huyu binadamu
jinsi mali yake itavyoenda. Wale ambao ilikuwa akitafuta kwa ajili yao na akila nao pamoja mali ile katika uhai wake, ndio watakuwa warithi wa mali ile, kama vile mke, baba, mama na watoto na wengine, kama utavyoona kwenye somo letu. Nafikiri tuko pamoja. Na lau kama binadamu asengekewa utaratibu maalumu, basi tungeona balaa kubwa katika hii dunia, kama tunavyoona baadhi ya nchi mali kupewa mbwa na mengi ya ajabu. Kwa upande mwingine, unaonekana umuhimu wa elimu hii kwa kupitia kinywa cha Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kwa kuonesha kwamba elimu hii ni nusu ya elimu kwa upande mmoja, au kwa kuonesha hatari ya kutosomeshana elimu hii na majanga yatakayotokea kwa upande mwingine. Yani Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ametuonesha kupitia hadithi zake umuhimu wa elimu hii kwa namna mbili. Namna ya mwanzo kwa kutuonesha kwamba elimu hii ni nusu ya elimu, lakini namna nyingine ametuonesha lau kama hatutokita juhudi zetu kufundishana elimu hii, kuna athari kubwa zinaweza zikatokea katika jamii zetu. Nafikiri tuko pamoja. Hadithi ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam yasema, ta'allamul Qur'an wa'allimuhu an-nas, jifundisheni Qur'ani na muwafundishe watu. Wa ta'allamul ilm wa'allimuhu an-nas, na jifundisheni elimu na muwafundishe watu. Wa ta'allamul fara'idha, na jifundisheni elimu ya mirathi. Wa'allimuha an-nas, na wafundisheni watu hiyo elimu. Kwa nini ya Rasulullah tuwafundishe watu elimu ya mirathi? Anabainisha mwenyewe, anasema fa innaha nisful ilmi, ni nusu ya elimu. Wa ayu mri'in maqbud, na kila mtu atachukuliwa. Na katika riwaya Mtume anasema wa inni mru'un maqbud, mimi nitaondoka katika hii dunia. Wa sayunza'ul ilmu min ummati, na elimu itachukuliwa katika umma wangu. Na kuchukuliwa ilmu katika umma wake ni kufa kwa wanawazuoni. Hata yakhtalifa ithnani, itafika wakati watu wawili watakuwa wanatofautiana fi faridha, katika faridha, mambo ya mirathi. Wala yajidani man yafsilu bainahuma, na hawapati mtu ambaye kwamba atawatetua na kuondolea lile tatizo baina yao. Na hadithi nyingine ni hadithi ya Abi Huraira. Hii hadithi ya mwanzo tuliisoma ni hadithi ya Ibn Mas'ud. Unaweza ukawa una kalamu yako hapo ukaandika kwamba hadithi hii ya Ibn Mas'ud. Hii ni hadithi ya Abi Huraira ya pili. Ta'allamul fara'id, jifundisheni mirathi. Wa'allimuha, na wafundisheni watu jamani. Fa innaha nisful ilm, ni nusu ya elimu. Wa huwa yunsa, na inasahaulika. Wa huwa awwalu shay'in, na ndio jambo la mwanzo litalochukuliwa katika umma wangu. Angalia sasa hivi matatizo mengi yaliyokuwepo kwa sababu ilmu ya mirathi inaondoka kwa watu na watu hawaijui wala hawaifanyii kazi. Hizo ni hadithi za Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na katika athari yanakuwa sio maneno ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mara nyingi inakuwa ni mapokezi ya masahaba au waliowema. Imepokelewa Saidna Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu anasema, idha lahautum, mtapokuwa mwafanya michezo, cheza nyie, basi michezo yenu iwe ni kwa kurusha, kujifundisha nini? Shabaha, sio kwa kucheza mambo mengine. Mwataka mfanye michezo yenu hiyo kujifundisha nini? Shabaha. Wa idha tahaddathtum, na mnakuwa na mazungumza, fatahaddathu bil fara'id, mazungumzo yenu yawe katika elimu ya nini? Ya mirathi. Wazi jamani? Kwa hizi hadithi na athari chache nilizozinukuu zaonesha kiasi gani hii elimu ilivyo na umuhimu katika maisha ya wanadamu, na kwamba kuwaacha watu kujishughulisha kwa kuisoma na kuisomesha, waacha watu wasijishughulishe kwa kuisoma na kuisomesha, hilo jambo ni jambo lenye hatari kubwa, kwani Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amelizungumza kwamba itafika wakati hakuna wa kutatua katika masala ya mirathi, na hiyo ni baada ya kuondoka na elimu, na hiyo kuondoka kwake ni kufa kwa wenye elimu. Na ukija upande wa mwisho, tukitaka kujua umuhimu wa hii elimu,
Yani sisi tumezungumza umuhimu wa hii elimu, tumezungumza pande mbalimbali. Tumezungumza upande mmoja kwamba binadamu anataka atulize moyo wake baada ya kuondoka mali yake itakwenda wapi. Hiyo inaonyesha umuhimu wa elimu hii. Tukazungumza pia Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam yeye amebainisha umuhimu wa elimu hii kwa maneno yake mwenyewe. Lakini upande wa mwisho, ukija upande wa mwisho unaonesha umuhimu wa fani hii au elimu hii ni pale unapoona kwenye Qur'anul Karim imelisimamia Qur'an imelisimamia kwa ukamilifu ubainishaji wa haki ya kila mrithi kiasi ya kufunga mlango na mwanya kwa jitihada ya mtu, na hii ni kinyume ya milango mingine ya fiqh. Yani suala la mirathi ukienda kwenye Qur'an, Allah amelibainisha kila mrithi, huyu apata hichi na huyu apata hichi na yule apata hichi. Hakuna jitihadi pale. Tofauti na milango mingine ya fiqh, ukiifungua utasikia yule kasema vile, yule kasema hivi, huyu kasema hivi. Lakini mirathi Allah amemaliza mambo yote, na mwisho baada ya kumaliza akasema tilka hududullah, hiyo ni mipaka yangu. Jamani, tuko pamoja jamani? Majina ya elimu hii, elimu ya mirathi imeitwa hivyo. Jina la mwanzo inaitwa ilmul mirath, ndio jina la mwanzo. Imeitwa hivyo kwa sababu kuna kutoka kitu kwa mtu kwenda kwa mwingine, ndio maana ikaitwa ilmu ya mirath, kwamba kuna kitu kinatoka kwa mtu huyu kinakwenda kwa mtu mwingine. Ndio ile mali inahama kutoka kwa yule aliyekufa inakwenda kwa yule mrithi, ndio maana ikaitwa ilmu ya mirath. Mtu kumwambia wewe ndio mrithi wangu, maana yake nikiondoka mimi wewe ndio unakuwa badala yangu. Kwa hiyo ile jina lake la mwanzo. Na jina la pili, jamani, ikiwa mtu hajaelewa kitu anigongee ili nisimame. Jina la pili yaitwa elimu ya faraidh. Elimu ya faraidh. Ukisikia watu wasema pale msikiti wa Toba watu wasomeshana elimu ya faraidh, usije ukauliza faraidh nini. Ndio hiyo elimu ya mirathi. Imeitwa hivyo kwa sababu aya zilizozungumzia mambo ya mirathi, zile aya za mirathi zile za suratu Nisa zaishia na neno hilo. Allah kila akimaliza anasema faridhatan min Allah. Hiyo ni sababu ya mwanzo, au kwa sababu kuna viwango maalumu vilivyokadiriwa na kugawanywa. Kwa sababu ukisema faridha ya huyu ni kitu fulani, maana yake kiwango chake anachorithi ni kiwango fulani. Sawa mashekhi? Jina la tatu yaitwa elimu ya tarikati, ilmu tarikat, fiqhu tarikati. Kwa nini imeitwa hivyo? Imeitwa hivyo kwa sababu inaangalia kuzigawa mali alizoziacha marehemu. Tarika ni kitu kilichoachwa na marehemu. Kwani yule marehemu kaacha tarika gani? Maana yake kaacha mali gani? Kwa hiyo ina majina haya matatu. Yaitwa ilmu almirathi, yaitwa ilmu alfaraidh, na inaitwa ilmu fiqhu at-tarikat. Yote majina hayo yanaitwa mbele ya wanawachuoni. Ukiona kitabu, umeenda dukani ukamwambia bwana nataka kitabu cha mirathi, akwambia mimi sina cha mirathi na cha tarikati. Akwambia mimi sitaki, nataka kile kile. Usijichanganye mirathi na tarikati, na hiyo faraidhi ndio jina hilo hilo moja. Sawa mashekhi? Sahaba aliyekuwa maarufu kwa fani hii, yani mimi nimekwenda kwenye vitabu na jidai nimeenda kwenye vitabu, nikawakusanyieni zile asali alafu nikawekea, usirudi tena. Yani tunachokisoma hapa ndio zubda ya hii elimu inshallah biidhnillah. Sahaba aliyekuwa maarufu kwenye fani hii, kila sahaba alikuwa maarufu kwenye fani yake. Kwa mfano hapa niwaulize, aliyekuwa maarufu kwenye mambo ya jihadi na vita na upanga nani? Khalid bin al-Walid, si ndio bwana? Mpaka yafika wakati Khalid bin al-Walid awaambia watu, jamani, imetushughulisha sisi jihadi kutokuisoma Qur'an. Asikitika Khalid bin al-Walid, asema jihadi. Liangalie hilo neno jihadi, lina herufi ngapi? Jimu,
na he na alifu na dali. Asema hili neno lenye herufi tatu hizi, jimu, he, alifu na dali, herufi 4, hili neno la jihadi, kwenda kupigana, limetushughulisha tusijifundishe yaliyokuwemo ndani ya Qur'ani. Asikitika, sio kama kapoteza muda wake. Sasa sisi sasa hivi tutasema vipi? Imetushughulisha jihazi, lile jihadi, badala ya dali, wewe futa dali, eka zetu, herufi moja umeiondoa. Jihazi nini? Ni simu. Yule imemshughulisha jihadi asijifundishe Qur'ani. Sisi imetushughulisha jihazi tusijifundishe Qur'ani. Akajuta. Sasa sijui mimi na wewe inetushughulisha jihazi ambayo ni simu, twajuta. Sasa sahaba aliyekuwa maarufu kwenye fani hii, kwenye vita alikuwa Khalid bin Walid, kwenye Qur'ani alikuwa Ubay bin Ka'b, sijui kwenye mambo ya kusimamia haki vizuri Umar bin al-Khattab, kwenye huruma Abu Bakar Siddiq. Sio kama wengine hawana zile sifa, lakini huyu anakuwa ni kinara wao. Bila shaka masahaba walikuwa wanaogelea fani mbalimbali za elimu, na walikuwa wakitofautiana katika hizi fani. Utamkuta fulani ni mtaalamu zaidi katika fani fulani na mwingine katika fani fulani. Kwa upande wa elimu ya mirathi alifahamika sahaba anaitwa Zaid bin Thabit. Sasa wewe wasoma mirathi, sio ukenda ukaulizwa, wewe wasoma mirathi huko msikitini kwenu, hebu nitajie sahaba maarufu ambaye alikuwa akijua mirathi, sio ukashindwa kumjua. Ni huyu hapa anaitwa Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, kuwa ndio bingwa wao katika fani hii, na kwa shahada ya bwana mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo haya si jitihada ya mtu ndio aliyosema Zaid ndio ajua zaidi mirathi, ni bwana mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadithi ya Anas inasema qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arhamu ummati bi ummati Abu Bakar, mwenye huruma katika umma wangu kwa umma wangu nani? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Wa ashadduha fi dinillah Umar ilikuwa kusimamia mipaka, hana mchezo. Yeye azungumza, asema kipindi cha utawala wake, lau kama ngamia atajikwaa katika ardhi ya mbali huko, naogopa Mwenyezi Mungu asije kwenda kuniuliza kwa nini hukumsafishia njia yule ngamia akapita. Kwa alikuwa yuko anasimamia kweli kweli. Na mwenye haya zaidi anaosifika kwa aibu Sayyidina Uthman bin Affan, wa a'lamuha bil halali wal haram, na anetambua zaidi mambo ya halali na haram, sio kama wengine hawajui, lakini huyo ndio alikuwa bingwa zaidi wa kujua jambo hili la halali na jambo hili la haramu. Muadh bin Jabal, wa aqra'uha li kitabillahi azza wa jalla Ubay bin Ka'b, na anayesoma zaidi kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kukijua ni sahaba anaitwa Ubay bin Ka'b. Wa a'lamuha bil fara'id, na anejua mirathi zaidi ni nani? Zaid bin Thabit. Wa likulli ummatin amin, na kila umma una muaminifu wake. Wa aminu hadhihi al umma, na amini wa umma huu nani? Abu Ubaida Amir bin al-Jarrah. Huyu ndio amin hadhihi al umma. Sio kama wengine hawakuwa waaminifu, lakini hawa ndio wamepewa shahada ya bwana mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Haya, tumemaliza nukta hiyo. Nukta inayofuata, mirathi kabla ya Uislamu. Mirathi kabla ya Uislamu. Ulikuwa vipi mirathi anakwenda? Kabla ya kuchomoza jua la Uislamu, mwanamke ilikuwa hana anachopata katika mirathi, hapati chochote. Na Waarabu walikuwa wakisema wazi wazi, vipi tumpe mali ambaye hapandi farasi wala kubeba upanga kwenda vitani na kupigana na maadui? Vipi tumpe mali yetu ambaye hapandi farasi wala habebi upanga kwenda kupigana na maadui? Wakikusudia mwanamke na mtoto mdogo, walikuwa hawataki kuwapa kabisa. Na kwa hayo maneno utaona kwamba Uislamu umekuja na ulimwengu ulikuwa ukimdhulumu mwanamke, ukathibitisha Uislamu mirathi ya mtoto na mwanamke. Uislamu ulipokuja ilikuwa mwanamke apewe chake, jazakallahu khair, wala mtoto apewe. Lakini ulipokuja Uislamu ukamwekea mwanamke fungu na ukamwekea mtoto fungu lake. Na hiyo na hilo jambo hilo, tabia hiyo ya kumnyima mtoto na mirathi, sio tu kwa Waarabu, bali Mayahudi wao
anastahiki kurithi ni mtoto wa kiume, tena akiwa wa ndoa au nje ya ndoa kwa Mayahudi. Na kwao wao mke harithi chochote katika mali ya mumewe. Au Mayahudi walikuwa hawamki mke chochote, na mtoto wanaompa ni mtoto wa kiume, awe ni wa sheria au asiwe sheria. Na ukija upande wa Injili, yani Manasara sio kwa Uislamu, hawa wengine wa Kristo, kwenye Injili haikutaja chochote kuhusu mirathi. Injili haikutaja chochote kuhusu nini? Mirathi. Sasa wao hawana kwenye kitabu chao chochote kuhusu mambo ya mirathi. Wafuasi wakabaki vipi? Wakabaki wafuasi wa dini hiyo njia panda. Wakabaki wanatumia sheria zinazotungwa na binadamu, ima zinazotungwa makanisani au na nini, lakini kwenye vitabu vyao hakuna mambo yanayohusu nini? Mirathi. Na la ajabu, ukienda kwenye nchi kama vile Ufaransa, mpaka sasa hivi ya mambo, unakuta suala la urathi ni khiari ya mtu ni khiari yake kuchagua anayetaka kumpa mali yake baada ya kufa. Anachagua mwenyewe nani ampe mali yake baada ya yeye kufa. Faransa mpaka leo, yani mali yangu nimpe nani mimi? Nimpe jirani yangu, nimpe yule, anachagua yeye kwa khiari yake, sio swala kwamba la kisheria ampe mtu fulani na mtu fulani. Na ndio maana unakuta mtu anaandika mali yake kumwandikia nani? Mbwa, au anamwandikia mfanyakazi wake alioishi naye kwa wema muda mrefu, huyu ndio apewe mali yangu. Na la ajabu, na Uingereza, hilo ni Ufaransa, na Uingereza wao wameamua kufuata mrengo wa kisiasa kwamba aliyekuwa mkubwa ndiye mrithi wa mali. Siasa yao mvipi? Yani yule mtoto mkubwa ndio anayekuwa mfalme baada ya kufa huyu malkia huyu aliyokuwa kwenye utawala, huyu aitwa nani huyu? Elizabeth. Alipokufa yeye kachukua yule mwanawe yule aitwa nani? Charles, si ndio? Ni Charles au nani yule mtoto? Ndio alichukua. Sasa hivi yule Charles ndio mfalme. Yeye yule akifa unakwenda kwa yule mtoto wake yule mwingine yule. Ana watoto wawili wa kiume kwa hakika, huyu bwana Charles. Mmoja yule alikimbia Marekani kuishi, na huyu mwingine ambaye sasa hivi ndio kama vile ndio anayefuata akifa yeye, sio jina lake aitwa nani? William. Na ndio mrithi. Na yule nani huyu aitwa nani huyu? Sasa ukija kwenye mirathi hivyo mtoto mkubwa ndio anayekusanya ile mali yote. Ona kwenye darasa ukiwa na watu wana mambo mbalimbali wasaidiwa tu. Alhamdulillah. Haya. Kwa umeelewa nidhamu ya Uingereza wanavyofanya. Baada ya jaula hii ndio utaona thamani na ukamilifu wa dini yetu ya Kiislamu, kwani hakuna jambo ila limebainishwa tena kwa mapana na marefu. Ma farratna fil kitabi min shay. Qur'ani haikuacha jambo lolote isipokuwa imefanya nini? Imelibainisha. Mirathi katika Uislamu. Hii tumezungumza kabla ya nini? Ya Uislamu. Sasa katika Uislamu, ulipokuja Uislamu ulikuwa vipi mirathi? Tusikilizeni kwa makini hapa. Wanasema wenye elimu, kama ilivyonukuliwa kwenye vitabu vyao, kwamba sheria ya Kiislamu ina sifa ya kubadilisha kitu kwa utaratibu. Yani Uislamu unapokuja kubadilisha mambo, huwa haliji likalibadilisha lile jambo. Sote tukiulizana hapa twajua jinsi pombe ilivyoharamishwa. Ilipita kwenye marahili tofauti. Kwanza waliambiwa ya ayyuhalladhina amanu la taqrabu salata wa antum sukara. Kabla hiyo waliambiwa ya yasalunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u linnas. Kwamba pombe kuna manufaa, kuna hivi. Kisha hiyo ni stage ya mwanzo. Stage ya pili wakaambiwa kwamba wasikurubie swala wakiwa wamefanya nini? Wako katika hali ya ulevi. Stage ya tatu wakaambiwa innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsun min amali shaytan. Sasa hiyo ni upande wa pombe. Sasa hata mirathi, Uislamu ulipokuja uliwakuta Waarabu na jamii ile inarithishiana, mwanamke apewe kitu, mtoto mdogo apewe kitu, na watu wanarithishiana koo lile na koo hili
limeingia mkataba wa kulindana, ikitokea vita wateteane, basi hata kwenye mirathi pia wanafanya nini? Wanarithiana. Uislamu mwanzo ulipokwenda, lile jambo ukaliachia liende vile vile, haukulivuruga. Bali ulipofika Madina, Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia watu, sasa jamani, watu wanaweza kurithishiana baina ya muhajir na nani na ansar. Yani wewe walipohamia kule Madina, muhajiri akapewa ndugu wake ansar. Sasa ule udugu ule ikawa pia ni sababu miongoni mwa sababu za kufanya nini? Kurithiana. Sheria ikatulia hivyo. Umeona hizo stage kwenda? Baadaye ikaja wakaambiwa sasa ndugu warithiane. Ikenda mwisho ikashuka aya za mirathi. Sasa kurithiana kwatakiwa ziwe kwa sababu zile hizi ngapi? Mbili tulizozitaja, ima udugu au ndoa. Hakuna sababu nyingine. Zile nyingine zote zikafanya nini? Zikafutwa. Tumeelewana mashekhi? Nasoma. Wanasema wenye elimu, kama ilivyonukuliwa kwenye vitabu vyao, kwamba sheria ya Kiislamu ina sifa ya kubadilisha kitu kwa utaratibu, wala sio kwa mara moja kama ilivyokuwa kwa pombe. Kama unavyojua ndugu msomaji na ndugu unaonisikiliza, tunasoma pamoja, tunautali pamoja hapa, ni kwamba ilipita kwenye hatua kadhaa mpaka kuharamishwa kabisa, yani pombe na kusudia. Basi hivyo hivyo kwenye suala la mirathi, ulipokuja Uislamu uliliacha jambo liende vile vile kwanza kwa kutompa mwanamke na mtoto, mpaka ikaja kurithiana kwa muhajir na ansar. Kisha ndiyo zikashuka aya za mawarithi na kubainisha sababu za kufanya nini? Za kurithiana. Hivyo ndio wanavyozukua wanaochuoni kwenye vitabu vyao aya za mirathi kwenye Qur'anul Karim, jambo ambalo halitakiwi kumpita Muislamu yoyote, kwamba Qur'ani ndiyo chanzo cha mwanzo cha sheria zetu sisi Waislamu, kisha sunna za Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam na vyanzo vingine. Ya leo wewe sasa hivi uulizwe, wewe utoke nje hapo, kwani nyie Waislamu sheria zenu mwachukulia kwenye nini? Hili swali usije ukashindwa kulijibu, wewe utakuwa maana yake hujui wewe sheria yako uchukulia kwenye. Mwambie bwana, sisi sheria zetu tunachukulia kwenye Qur'ani na sunna za Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Je, viko vyanzo vingine? Viko vyanzo vingine, lakini hivyo mpaka uende chuoni ukafanya nini? Ukasome. Lakini sisi tunahudhuria darasa za msikitini, tunajua hivi ndio vyanzo vikuu viwili, Qur'ani na sunna za Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ziko vyanzo vingine, ijmaa na qiyasi na masalih al-mursalan, istishabun, ziko vingine, lakini sisi tujue Qur'ani na sunna. Kwa kuwa Qur'ani ndiyo chanzo cha mwanzo cha sheria, kimezitaja sheria zote za mirathi katika aya 3 kwa bayana na tafsili. Yani kwa bayana na tafsili, yani kwa uwazi kinaga ubaga. Na katika aya nyingine 3 nyingine kwa ujumla bila ubainifu. Yani aya 3 zimetaja mambo ya mirathi kwa uwazi kabisa, huyu apata hichi na huyu apata hichi na huyu apata hichi, 3. Na 3 nyingine zimetaja kwa ujumla tu, hazikubainisha huyu apata hivi wala huyu apata hivi. Tuko pamoja? Aya 3 zilizobainisha kila kitu, aya ya kwanza ile iko katika sura zote, ziko katika suratul Nisa. Aya ya 11 nimekuandikia hapo, yusikumullahu fi auladikum lidhakari mithlu hadhi al-unthayayn. Yaendelea hiyo aya, mimi nimenukuu tu aya ya 11. Aya ya pili ni ya 12, walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Nayo hiyo ni aya ya pili. Hizi zote sasa sisi hatutozitafsiri mpaka tumalize mirathi yote, ndio tutarudi tutazitafsiri hizi aya, tutakuwa wepesi kwetu sisi. Sawa mashekhi? Aya 3, yastaftunaka kulillahu yuftikum fil kalala. Hizo ndio aya 3 zilizotaja mambo ya mirathi yote. Hakuna jitihada ya mtu wala rai ya mtu, isipokuwa katika masaili machache tutakuja kuyaona huko mbele, lakini 99% ya mirathi yamebainishwa kwenye Qur'anul Karim na sunna, baadhi ya mambo katika sunna za Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mfano wa aya iliyotaja kiujumla ahkamu za mirathi bila kubainisha viwango ni aya hii ya 7 ya suratul Nisa. Nimesema
Kwenye Qur'ani aya za mirathi ziko mafungu haya mawili. Kuna aya 3 zimetaja mambo ya mirathi kwa uwazi na ubainifu, ya 11 na ya 12 na aya ya mwisho ya suratu Nisa. Na kuna aya 3 zimetaja kiujumla, haikutaja huyu apata hichi wala apata hichi. Nimekupa mfano tu, aya ya 7 ya suratu Nisa. Hii nitaitafsiri ili upate kujua kiujumla maana yake vipi. Allah anasema lirijali nasibu mimma taraka alwalidani wal aqrabun, wanaume fungu katika kilioachwa na baba zao na jamaa zao wa karibu. Wanaume wanafungu katika kilioachwa na baba zao. Hilo fungu limebainishwa? Halijabainishwa. Lakini kule kwenye zile aya za nyuma hilo fungu lafanywa nini? Latajwa sana. Walinisai nasibu mimma taraka alwalidani wal aqrabun, na wanawake hivyo hivyo wanafungu katika kilioachwa na baba zao na jamaa zao wa karibu. Mimma qalla minhu au kathur, kikiwa kidogo au kingi. Nasiban mafruḍa, ni fungu lililokatwa, lililothibitishwa. Limetajwa hilo fungu mashekhe. Kwa hii aya inazungumza aya mambo ya mirathi kiujumla au kwa kitafsili? Kiujumla. Tuko pamoja mashekhe? Baada ya nukta hiyo, nukta inofuata shubha. Shubha nini? Shubha ni kama vile ni fitna. Kuna watu huwa wanachomeka mambo yao ya fitna katika dini. Sasa hii shubha nimeileta. Shubha yenyewe yasema, kwa nini mwanamume anapewa mara mbili ya mwanamke? Kwa nini mwanamume anapewa mara mbili ya mwanamke? Tulizungumza masala katika wiki iliyopita, lakini leo kwa vile tuna kitabu chetu tulichokiandaa na tunataka kifahamike, ili uniendelezee mimi hii sadaka, na wewe ukienda kukaa na mwenzio ukamfundisha ile sadaka, na mimi nafanya nini? Naipata. Sawa mashekhi? Haya, sio makaratasi haya mkayafungie bajia au mkayafungie mahesabu huko. Haya, endelee haya ukafundishio. Amefauzi akaenda kufungiwa vile vitu vyetu pale, yakafanywe kazi. Sawa pressure? Haya, huenda wakajiuliza wengi katika wasiojua falsafa ya sheria ya dini ya Kiislamu, watu wenye kufuata matamanio yao, kwamba kwa nini Uislamu umempa mwanamke kidogo na mwanamume umempa kikubwa, ilhali ukiangalia kwamba mwanamke, ukiangalia kimtazamo, mwanamke ni muhitaji zaidi wa mali kwa kuangalia unyonge wake na uadilifu na udhaifu alionao. Mwanamke jamani, tukiangalia mahitaji yake ya mali na udhaifu alionao, chukulia mfano tu babu. Mtoto wa kiume ukimpa hela za sikukuu akafanya shopping yake, yaweza ikamtosha ukampa 50,000 tu, akaenda kutafuta raba yake, akatafuta nini? Suruali na kijifulana chake, ikawa shughuli imefanya nini? Imekwisha. Ukutane sasa na binti wa kike ataka akafanye shopping yeye, naye ende zake akanunue vitu vya Idi. Kwanza akikutajia hivyo vibanio vya juu, ataje hivyo, ataje hivi, zikafika ukaambwa shekhe zatakiwa laki 3. Itabidi tena ukamtafute pressure, umwambie bwana pressure nikopeshe kidogo babu, sio mazuri. Sasa ikiwa ndio hivyo, kwa nini huyu kapewa dogo, huyu kapewa kubwa? Jawabu ya shubha hii ni nyepesi kuliko kunywa maji. Katika sheria ya Kiislamu, mali ya mke siku zote inakuwa ni mali yake binafsi. Ni mali yake binafsi. Hana ulazima wa kuitumia pamoja na wengine. Shekhe, usije ukalazimisha bwana mwenyewe afanya biashara yake, apikisha keki, afanye hivyo, kwamba bwana tumekwama, hebu ilete hela yako tuitumia. Ile akiitumbukiza ujue ni deni. Ndio maana mmemtaja. Akiitumbukiza ujue nini? Ni deni lile amelitumbukiza. Labda mwenyewe utumie nguvu, maana kuna wengine wana nguvu kweli kweli, itabidi wawape watu kozi hizo kuitumia pamoja na, ila akiamua mwenyewe na mali ya mwanamume, akiamua mwenyewe kwa ridhaa yake, anaweza mkatumia. Lakini ukija kwa upande mali ya mwanamume, ni mali ya familia nzima. Baba yako muangalie, mama yako muangalie, watoto wako muangalie, na yule mwanamke ambaye kwamba anafanya kazi yule
Yule ikiwa ni baba, akiwa ni mke umwangalie, akiwa mtoto umwangalie, akiwa dada umwangalie. Umeona hivyo jamani? Katika kinachotakiwa kujulikana kwamba mwanamume ana majukumu mengi katika maisha yake, na miongoni ya majukumu hayo kumwangalia huyu mwanamke anayeweza kuwa mke au dada au mama au binti yake. Jambo hilo halipo kwa mwanamke, kwani yeye awe tajiri vipi, si jukumu lake kusomesha wala kumpeleka mtu hospitali wala chochote, na ikiwa atafanya ni kwa ihsani yake wala si wajibu wake. Mashekhe, tuko pamoja? Mwanamke amepewa mahari, mwanaume anatoa mahari, na mwanamume huyu aliyechukua kikubwa anakuwa msimamizi wa huyu mwanamke pale anapokuwa ametatizika katika maisha yake. Mashekhe, tuko pamoja? Baadhi ya majukumu ya mtoto wa kiume: kutoa mahari, kumtunza mke, kuangalia watoto na kuwatunza, wazazi wake kuangalia na kuwatunza, hasa wanapokuwa watu wazima, ndugu zake. Huo ni mukaddima tu mashekhe. Sasa tunaingia kwenye mada yenyewe. Maana ya mirathi. Nini maana ya mirathi? Wasema nini maana ya mirathi? Imekuja katika kitabu cha Sharhun Nil. Kitabu cha Sharhun Nil ni kitabu kikubwa cha madhhab ya Kiibawi. Mtunzi wake anaitwa Sheikh Muhammad bin Yusuf bin Isa Atfayish, rajulun kiramun wa kisa. Kitabu kikubwa, amesherehesha hiyo Nili akakiita Sharhu an-Nil, kitabu kikubwa sana. Yeye alipokuja huyu shekhe anaitolea maelezo mirathi maana yake nini, au hiyo tarika maana yake nini. Anasema hivi: ni haqqun qabilun litajazzu'i, ni haki yenye kubali kugawanyika. Thabata limustahiqihi, imethibiti haki hiyo kwa yule mwenye kustahiki. Baada mauti, baada ya mauti, man kana lahu dhalika, baada ya mauti kwa yule aliyekuwa mali ni yake. Kwa nini yule ikathibiti ile mali ya irithi? Likarabati bainahuma, kwa ukaribu uliokuwa baina yao, kwamba ni kaka yake, au nahwiha, au usiokuwa ukaribu, inaweza kuwa ni mkewe au mumewe. Wazi mashekhi? Kwa taarifu ya mirathi nini? Ni haki yenye kukubali kugawanyika. Haki hiyo yathibiti kwa yule mwenye kustahiki baada ya kufa yule mwenye mali. Kwa nini anastahiki yule mtu? Kwa karaba iliyokuwepo baina ya yule aliyokufa na huyu aliyokuwa hai, au nahwiha, au mfano wa karaba. Mfano wa karaba nini? Ni ndoa. Tuko pamoja mashekhi? Maana ya maelezo haya, sababu haya maelezo ni ya Kiarabu, mimi yafasiri. Sasa nakuja tuwe makini. Haya yote nishaelezea wiki iliyopita, lakini nataka yazidi kudhibiti kwenye vichwa vyetu. Huyu shekhe ametumia neno ni haki. Ni haki inayokubali kugawanyika. Katika utumiaji wa neno haki badala ya mali, ilikuwa aseme ni mali inayokubali kugawanyika, lakini yeye akatumia neno haki inayokubali kugawanyika. Kutumia neno hili haki badala ya kutumia neno mali kuna utaalamu mkubwa wa utunzi. Yaani wewe ukiulizwa mirathi nini leo, mtu tu aje kuulize, Sheikh, hebu nielezee maana mirathi. Mirathi ni ile mali inayogawanywa baada ya kufa yule mtu. Ndio utavomwambia hivyo, si ndivyo? Lakini huyu shekhe hakutumia neno mali inayogawanywa, katumia neno haki. Kwa nini katumia neno haki kaliacha neno mali? Wanasema wanachuoni limetumika neno lile ili kukusanya manufaa na hukuki za marehemu. Marehemu yule anayokufa, mzee Pressure, huwa haachi mali tupu, haachi magari tu, huwa anaacha manufaa pia. Manufaa kama vipi? Amekwenda maskini, amekodisha nyumba atakaishi. Kakodisha mwaka mzima Pressure. Kakaa mwezi mmoja, mwezi wa pili, mzee Pressure maskini akatangulia mbele za haki. Lakini ile nyumba ni yake au kakodisha? Kakodisha. Je, ile manufaa ya kukodisha yale yanarithiwa au hayarithiwi? Yanarithiwa. Ushahidi nini? Ni ile neno lilotumika, neno haki. Sasa watarithi, watoto wana nyumba zao, watakwenda kukaa vile vipi? Waende wakakae na mwenye nyumba, wamemwambia bwana, imebaki miezi 10 pale, sisi tutafuta mtu sasa tumkodisha tupate haki yetu, tupate pesa zetu. Mimi bwana sitaki mtu mwingine, nitawapeni hela zenu walizozitoa baba yenu, chukueni. Wazi? Hiyo ni neno haki.
Au wakati mwingine yaweza ikawa sio manufaa tu, yanaweza ikawa ni haki ya haki ile, lakini haishikiki, kwa sababu mali, wanaochuoni wanasema mali inagawanyika katika sehemu kuu tatu. Yaweza ikawa mali ya gusika, mimi namiliki dhahabu. Yaweza ikawa ni manufaa, ndio kama huu mfano niloupiga, sawa. Lakini yaweza ikawa ni haki. Haki kama vipi? Mimi nimeenda kununua shamba, lile shamba niko jirani na mzee Saidi. Mzee Saidi tukakubaliana kwamba hii njia hii bwana ni haki yako na ni haki yangu. Mimi nikitokea nimetangulia, bora nimuue mzee Saidi. Mzee Saidi akitokea akifa, Allah mpe siha na afya, akitokea akifa, ile njia, haki yake ya njia, watoto wake pia watafanya nini? Watairithi. Tumechimba kisima kwa pamoja, mimi na mzee Saidi. Kile kisima tukasema hapa mwenye shamba hili ana haki ya kuchota maji, mwenye shamba lile, yoyote mwenye shamba lile akitokea amepata umauti, japo kwamba kile kisima labda kiko kwenye shamba la mmoja wetu, warithi wake wale watakuwa na haki pia kuja kuchota maji kwenye kisima kile. Kwa hiyo kinachogawanywa kwenye mirathi sio mali tu, yaweza ikawa mali, na hiyo mali yaweza ikawa ni mali yenye kuhama au haihamiki. Yaweza ikawa manufaa tumeyajua. Yaweza ikawa nini? Hukuki, ambazo ni zile haki. Mfano wa mwisho ili izidi kuthibiti, tumeingia hisa, mimi na mjomba wangu pale, mjomba Salimu, naye pia tutajitaja sijakalalamika. Tumenunua gari letu, lile gari lauzwa milioni 30, yeye akatoa milioni 20, mimi nikatoa milioni, yeye alitoa milioni 10, mimi nikatoa milioni 20, au kinyume cha hivyo. Sisi ni wanahisa kwenye lile gari. Maskini nikatokea mimi, kwa hapa nitajiua mimi, simue mjomba kwa sababu na maslahi bado. Nikatokea mimi nikatangulia. Sasa nilipotangulia, mjomba akitaka kuuza ile hisa yake kwenye ile mali ya ile gari, hatoweza kuiuza ile hisa isipokuwa kwanza awape umwanzo hawa watoto wangu kununua ile hisa, awape umwanzo, kwa sababu mimi ndio nilikuwa na ile haki ya umwanzo ambao kwenye sheria inaitwa shufa. Yani ule umwanzo, bwana nyie baba yenu alikuwa hisa na mimi, hiyo baba yenu ndio amekufa, na mimi nimeona sitoweza kufanya biashara na nyie kwa sababu nyie bado wadogo, mtanisumbua. Kwa hiyo mimi ninachokiona, kama mwaweza kununua hii hisa kwenye mirathi yenu ile, inunueni hii hisa yangu kwenye hili gari. Si hatuwezi, hili gari wenyewe lishachoka. Pale sasa wameshaangusha haki yao, ndio atakwenda sasa, atamfuata mtu mwingine, atamwambia bwana, wale watoto wameshindwa kununua ile hisa yao, kwa hiyo nyewe naomba kama mwataka mununue ile hisa yangu, nunueni, mtakuwa shirika na wale watoto. Tumeelewana mashekhe? Iko sawa hapo jamani? Tuko pamoja? Vipi ikiwa mko pamoja tusemeni tuko pamoja. How then? Haya, maana ya maelezo haya ni haki inayokubali kugawanyika. Katika utumiaji wa neno haki badala ya mali kuna ufundi mkubwa wa uandishi. Wanasema wanaochuoni, limetumika neno hili ili likusanye manufaa na hukuki za marehemu. Lau marehemu wamepangisha nyumba akafa, kodi yake haijaisha, basi warithi watarithi yale manufaa ya kukaa pale mpaka kodi itapoisha. Na tukiangalia manufaa sio mali ilivyo nyumba na vingine, yani manufaa sio mali kama ilivyo nyumba na vitu vingine, lakini charithiwa kwa kuwa yalikuwa ni ya marehemu. Kwa ajili ya hiyo mtunzi ametumia haki wala hakutumia neno mali. Lakini neno haki ukiachilia mbali la kusanya mali na manufaa kama ulivyoona na tulivyofahamishana, lakini vile vile la kusanya haki ambayo marehemu, kama haki ya njia, haki ya shufa, kuchota maji na madeni anayodai watu, pia ni haki inayoingia kwenye mirathi. Marehemu amdai mtu milioni 50, ile mali haipo wakati twagawa mirathi, kuna cheki tu, lakini ile itaingia kwa sababu ni haki ya nani? Ya marehemu. Sababu za kurithiana ni zipi? Sababu zinazofanya fulani amrithi mtu fulani. Wewe
jirani yako kafa, waenda pale wasema jamani huyu amekufa, mimi nataka nipewe chochote. Uislamu umeweka sababu za kurithiana. Sababu ya mwanzo, udugu. Aliye karibu anamzuia wa mbali. Udugu huu waweza ikawa bila ya wasta au kwa wasta. Nini maana yake? Udugu unaomfanya huyu amrithi huyu, inaweza ikawa udugu ule ni wa moja kwa moja, au wakati mwingine udugu ule ni wa sababu, umesababishwa. Wa moja kwa moja kama vipi? Hivi baba na mtoto ni udugu wa sababu au ni wa moja kwa moja huo? Moja kwa moja, mtoto yule baba yake. Baba ya leo, mimi mwanangu kunirithi mimi, kuna sababu yote? Si mwanangu. Baba yangu kunirithi mimi, kuna sababu yote? Si babangu. Lakini udugu wakati mwingine waweza ukawa si wa moja kwa moja, bali ni wa sababu, ndio umefanya mtu awe ni ndugu. Kaka yangu kunirithi mimi ni moja kwa moja, au kuna sababu kwamba baba ndio amemuingiza? Baba amemuingiza, ndio sababu. Tumeelewana? Ndugu yako kwa mama ameingia moja kwa moja kwamba wewe ni ndugu yako, au kuna sababu ukapita kwa njia ya mama? Kuna sababu. Kwa udugu kuna aina mbili, kuna udugu wa moja kwa moja, na wale waliokuwa ndugu wa moja kwa moja ni watu ambao kwamba hawaanguki kwenye mirathi hata siku moja. Mwanao haanguki kwenye mirathi, baba yako haanguki kwenye mirathi, mama yako haanguki kwenye mirathi. Tumeelewana mashekhe? Lakini udugu wa sababu wowote una babu ni sababu, kapita kwa njia ya nani? Ya baba yule. Ndio maana anaanguka kwenye nini? Kwenye mirathi. Ambao hawaanguki ni mtoto wa kike au wa kiume, baba au mama, ndio hao tu. Hakuna mwingine yote ambaye kwamba katika zaidi ya hao ambaye katika ndugu asianguka kwenye mirathi. Kaka anaanguka akiwepo baba, kaka anaanguka. Babu anaanguka akiwepo baba, babu anaanguka. Sawa mashekhe? Hiyo ni sababu ya mwanzo ya kurithiana. Sababu ya pili inayofanya watu warithiane mashekhe ni ndoa. Nini? Ni ndoa. Mke wako au kwa upande wa mke mume wake, wale wanarithiana. Tukaeleza katika wiki iliyopita, ndoa hiyo ili watu warithiane ni ndoa iliyokuwa nini? Sahihi. Sio ndoa iliyokuwa sio sahihi, kwa sababu ukija kwenye sheria zetu, hii sheria ya ndoa ya mwaka 1970 79 sijui 70, hii sheria ya ndoa ya Tanzania ya 70, sheria ile kwenye baadhi ya vifungu vyake inazungumza kwamba lau ipo mpaka leo hivyo hivyo, watu wataishi kwa pamoja mpaka ikafika wakati wale watu wanapewa heshima wanazopewa wanandoa. Kwa maana labda wakitoka ndani ya nyumba wanasalimiwa, vipi hali zenu, muendeleaje, hamna neno. Si ndio heshima wanazopewa wanandoa? Hata kama wale watu hawajaoana, lakini wakawa wanapewa heshima za wanandoa, basi kwa sheria ile wanahesabika nini? Ni ndoa. Je, hiyo ndoa hiyo kwenye ndoa ya Kiislamu ndoa sahihi? Sio ndoa sahihi. Ndoa ya Kiislamu iliyokuwa sahihi ni ndoa iliyokuwepo na mashahidi wawili, wali, idhini ya wali na ridha ya yule mwanamke na mahari. Kuna mtu akaniuliza, Shekhe Mwalimu Selim nakumbuka, akaniambia, Shekhe mbona hujataja sigha na nini? Nikamwambia zile ni nguzo. Zile nini? Ni nguzo. Asigha ambayo ndio ile nakuozesha, nimekuozesha, na yule akasema nimemuoa, yale ni sigha yanojaliza. Baada ya kuzungumza hayo, tukazungumza masala ya mahari. Haya kabla sijayasoma nitamuita mzee Pressure, wewe ndio nakumudu, hebu kidogo huko ulipo, au sogea hapa mbele kidogo. Tulizungumza masala ya mahari kama wakumbuka, tukasema mahari yana hali mbili. Swali ninalokuuliza ni wakati gani mwanamke atastahiki mahari kamili, apewe mahari yake yote? Yani mwanamke anastahiki mahari kamili, apewe mahari yake yote, iwe ni haki yake na akayatumie. Ni wakati gani? Baada ya ndoa na nini? Msaidie leo. Kuingia ndani, vitu viwili, ndoa na kuingia ndani, ndio mwanamke anastahiki mahari kamili.
Sasa swali linalokuja, pressure wewe. Mwanamke ameolewa akaachika kabla ya mume kuingia ndani. Mwanamke huyo anakaa eda au hakaida? Hakaida. Sawa mashekhi, biittifaq. Kwa aya ya Qur'ani nimeinukuu, ipo hapo mbele yenu. Swali la pili, mwanamke huyu ambaye kwamba ameachika kabla ya mume kuingia ndani, je, mahari yakiwa yamekatwa milioni moja anastahiki bei gani? 500,000. Yashekatwa atastahiki nusu ya mahari. Yakiwa je hayajakatwa lakini ameambiwa tu mahari yapo, anastahiki kitu gani? Na kaachika kabla ya kuingia ndani, atapewa nini? Kule umempa 500,000, huyu utampa nini? Nani atamsaidia? Hatujui sasa nusu ya mahari, hayajakatwa, hatujui mbei gani. Itaangaliwa kama ni mwari, na mwari katika jamii ile anaozeshwa kwa bei gani, atapewa nusu yake. Kama ni mkubwa katika jamii ile, mkubwa huwa akiolewa apewa bei gani, atapewa nusu yake. Sawa mashekhi, hayo ndio nitakiwa soma sasa. Mahari yanaweza kutamkwa kiwango chake na yanaweza kutotamkwa, na mwanamke atastahiki mahari kamili endapo mwanamume ataingia ndani. Ama ikitokea mwanamume hajaingia ndani kwa kutokea talaka, hukumu zake zitazotokea ni hizi zifuatazo. Mwanamume hajaingia ndani, ikatokea talaka kabla ya kuingia ndani, hukumu zifuatazo. Mwanamke huyo hatakaa eda ya kuachwa kwa kuwa mume hajaingia ndani. Sawa, hilo ni jambo la mwanzo. Hatakaa eda, jambo la mwanzo. Ushahidi, aya hiyo hapo iko mbele yenu. Allah anasema, ya ayyuhalladhina amanu idha nakahtumul mu'minati thumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum alayhinna min iddatin ta'taddunaha famatti'uhunna wasarrihuhunna sarahan jamila. Allah anasema wasikae eda hawa wanawake hao bila ya kuwa ukiwa mume hajaingia ndani. Hiyo ni hukumu ya mwanzo. Hukumu ya pili, mwanamke huyo atastahiki nusu ya mahari yakiwa yamekatwa, yani kutajwa kiwango chake. Sawa? Na ikiwa haya kutajwa, itarudi kwenye urfu za ile jamii kama ilivyobainishwa katika aya za Bakara. Aya za Bakara zinasema vipi? La junaha alaikum in talaqtumun nisa, hamna dhambi kwenu nyie mkiwa mtawaacha wanawake, ma lam tamassuhunna, ikiwa hamjaingia ndani, au tafridhu lahunna faridha, au hamjakata mahari ni bei gani. Kwa aya hii tukajua kwamba kumbe upo uwezekano wa kupatikana ndoa bila ya kukatwa mahari ni bei gani. Mahari yapo lakini hayajapatwana tu ni bei gani. Wamatti'uhunna 'ala al-musi qadaruhu wa 'ala al-muqtiri qadaruhu mata'an bil ma'rufi haqqan 'ala al-muslim. Mwenye uwezo akunjuke na asiyekuwa na uwezo atoe kadiri ya uwezo wake. Wa in talaqtumuhunna, na ikiwa itatokea wakatengana, min qabli an tamassuhunna, kabla hawajaingia ndani, waqad faradtum lahunna faridha, lakini mshekata mahari ni bei gani? Ni milioni moja. Allah anasema fanisfu ma faradtum, nusu kwa kile mlichokikata. Illa an yaafuna, isipokuwa mwanamke mwenyewe akasema bwana, kwa kuwa wewe hujaingia ndani, mimi nimefanya nini? Nimesamehe. Akisamehe, ina maana mahari kamili atachukua nani? Mume. Sawa? Au yaafu walladhi biyadihi uqdatun nikah, au asamehe yule ambaye kwamba ndoa yapita kwake yeye. Wanaochuoni wakatofautiana ni yupi. Wengine wakasema ni wali, wengine wakasema ni mume. Akisamehe wali, ina maana ndio vile vile kusamehe yule mtoto wa kike, mwanamume atachukua yote. Ikiwa biyadihi uqdatun nikah ni kusudiwa hapa ni mume, ina maana mwanamke atachukua kamili. Utamwambia bwana, kwa kuwa bwana mimi nimekujeruhi hisia zako, mimi naona nisichukue nusu, chukua yote mahari yako kamili. Lakini Mwenyezi Mungu anasema wa antafu aqrabu littaqwa, kusamehe jamani ni karibu kwenye ucha Mungu. Usirudi, bora useme nimesamehe. Wala tansau alfadla bainakum, msisahau fadla baina yenu, inna Allaha bima ta'maluna basir. Mambo ya kufanya kabla ya kugawa mirathi. Kuna mambo manne unatakiwa tuyafanye kabla ya kugawa mirathi. Jambo la mwanzo,
kumwandaa maiti kuanzia sanda yake, kuchimba kaburi mpaka kumzika, bila ya kufanya nini? Israf. Hilo ndo jambo la mwanzo. Zingatio, naomba tuzingatie katika hili kitu nilichokiandika, zingatio, tuzingatie kweli. Maiti alipokufa ndipo anapozikwa, hasa wakiepo Waislamu hiyo sehemu, na hata safirishwa ila kwa usia, na hapo gharama zitatoka kwenye wasia wake. Tuko pamoja? Maiti amekufa, asili yake amekufa Dar, tumzike kule kule Dar, kuna Waislamu kule. Lakini ikiwa mwenyewe amehusiwa, bwana mimi bora nizikwe pale Mbuyuni, kila siku watu wanazikana pana, watu wanapita, nitapigiwa dua, nizikwe pale. Atasafirishwa na ule itatolewa ile kwenye thuluthi ya ile nini, usia wake. Sawa mashekhe? Na ikiwa hakuhusia, basi tu watoto wenyewe walikaa wakashauriana, wakaona kwamba wansafirishe yule maiti, basi wagharamikie lile jambo, na wala lisitoke kwenye mali ya marehemu, ila wakipatana warithi wote, na asiwepo mdogo asiye na maamuzi. Kafa Dar mtu, huyu tumlete Tanga tumrithi, tumzike. Watu wote ni watu wazima, wameshazeeka, kina mzee Pressure na ndugu zake wakasema basi kweli mlete. Wote wewe na wewe mrithi namba 2 aletwe, wewe namba aletwe. Pale madam wameridhia wote wale, tutatoa kwenye mali ya nani? Ya marehemu. Lakini kwenye warithi wakasema wawili aletwe, watatu wakagoma. Wale waliosema wao ndio wagharamikie kusafirisha yule nini, maiti. Tupo mashaka kwa pamoja? Sawa? Haya. Madeni. Kwa jambo la mwanzo ni kumwandaa yule maiti, na maandalizi yake yatolewe kwenye mali yake, manukato yale, sanda, mchimbaji kaburi, vyote vile vinatoka kwenye nini, mali yake. Jambo la pili, madeni. Tuweni makini hapo. Haya madeni wanaochuoni wanagawanya katika sehemu hizi mbili. Kuna madeni mja anaodaiwa na Allah, adaiwa na nani? Na Allah, kama vile hija ya lazima, yani hajawahi kuhiji, na zaka na kafarati. Sitosherehesha tena kafarati, nishasherehesha. Mtu ambaye hajafahamu arudi kwenye darasa iliyopita, hataiona kafarati nini. Haya yanatoka katika asli ya mali, wala sio katika thuluthi ya usia, kwa kauli ya samahati Sheikh Ahmed bin Hamad al-Khalili, mufti wa Omani, Allah amhifadhi. Kwa maana marehemu amefariki, hakuwahi kwenda hija, ana zaka adaiwa, kausia, jamani naomba niendewe hija, nifanyiwe, nitolewe ile zaka. Wakaja kina mashekhe hao wanataka kutoa ile hija ili akahijiwe. Watatoa kwenye wasia au watatoa kwenye asli ya mali? Asli ya mali, sio kwenye ile thuluthi ya nini, ya usia. Sawa mashekhe? Tuko pamoja? Tuko? Kuna swali hapo? Hili linakuja hapa sasa. Haya. Na kuna madeni anayodaiwa na binadamu wenziwe, nao hayo pia yatatoka kwenye asli ya mali. Kama mali ipo ndio inatoka kwenye asli ya mali, analipo. Kama hamna basi tena watatasarrafu watoto kumsaidia baba yao au nani yao kumlipia yale madeni. Hija inatoka pia kwenye asli ya mali. Sasa swali linakuja, suala lilokuwepo, lipi linatongulizwa kati haya madeni? Je, madeni anodaiwa na Allah au madeni anodaiwa na binadamu? Adaiwa hija, adaiwa zaka, na kuna watu wengine wanamdai hela zao. Lipi linalotangulizwa? Wapo waliosema walipwe watu, madeni ya watu yatangulizwe. Kwa sababu gani madeni ya watu yalipo mwanzo? Ni ngumu binadamu kusamehe haki zao. Wafikiri mtu kusamehe haki yake ni kitu kigumu, isipokuwa wapo watu wanasamehe, wanasema tumesamehe.
na madeni ya Allah yamejengeka katika msamaha. Mwenyezi Mungu mwenyewe madeni yake atamsamehe mja wake. Na wapo waliosema madeni ya Allah ndio yanotangulizwa kwa hadithi ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwamba madeni ya Mwenyezi Mungu ndio afanye nini, ya tangulizwe. Nyewe mnavyoona yapi yatangulizwe maisha ya watu au ya Allah? Ya watu. Madeni ya watu ndio yatangulizwe. Salamti. Madeni ya watu ndio yatangulizwe. Zingatio, namalizia hizi zingatio tupate kusali. Madeni yana uwezo wa kumaliza mali yote wala isifike kwenye mirathi. Madeni yana uwezo wa kumaliza mali yote wala isifike kwenye nini, mirathi. Kwa sababu tumesema haki ya mwanzo mtu akifa tumfanya nini, muandaa. Haki ya pili nini, madeni. Kufika kwenye madeni, shekhe, mali ikaliwa yote, hakuna mirathi, jambo limekwisha. Mwenyezi Mungu atustiri na hali hizo ya Rabbi. Jambo la tatu linaloangaliwa linaloitwa wasia, ndio ambalo kwamba tutaanza nalo wiki ijayo. Kwa wiki ijayo wewe njoo na karatasi yako, tuanza kwenye nini, kwenye wasia. Tueleza ahkamu za wasia na tuendelea nazo. Tukimaliza sasa ndio tutaingia jambo la 4, ni mirathi. Tutaingia taratibu. Tutakuwa silsila yetu ni hii. Karatasi nazileta, nasoma na sherehesha. Ikiwa mtu hajaelewa ananiuliza. Kwa hisani yenu nitatamani na nitafurahi watu, ikiwa mtu anakaa mwenyewe anapitia hili jambo na kusoma, ili aweze kuchangamsha kichwa chake, ili aingie kwenye ile hadithi ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba wewe ni talibu ilmu, mwanafunzi. Kaa kidogo na karatasi yako na kalamu yako, dakika 20 tu utapitia hizi, utapata faida. Itakuwa fani ya mirathi na wewe una uwezo wa kuchangia watu wakizungumza. Baada ya kusema haya, naamini inshallah kama kuna swali lolote moja mawili, kama hamna tufunge mada inshallah. Na kama hana mali sana daiwa vipi watu ihsani yao tena hiyo, jukumu dhima anabeba mzee, si ndo alikopa? Ndio alikopa pazito. Hatuwezi kusema kwamba sasa huyu ameacha madeni milioni 200, badala ya kugawa mirathi tuanze kugawa madeni. Itakuwa ni mtihani wote, wabebesha watu majukumu ambayo kwamba si hawakutumia wao. Ikiwa yule mtu amewajibika kwenda hija na hakwenda kwenye uhai wake mpaka akaondoka, ikiwa alihusia, lile jambo linakuwa ni zito mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na tutarajia kwamba Mwenyezi Mungu, ndio tunavyoamini hivyo, kwamba atalipwa ujira wa hija. Na hata ikiwa hakuhusia, wale watoto wake ikiwa walimtendea ule wema, inshallah mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wote wanapokelewa. Na mimi tuishi hapa. Allahumma ij'al jamana hadha jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wala tadafina la ma'na shaqiyan wala mahruma wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah.